juzi mke wa president wetu Ruto aliweza kutanja na kusema kwamba mwezi wa 6 na wa 7 watu waingie maombi. Nakumbuka na hapo ndipo nilielewa kwamba kumbe hata wa viongozi wa Kenya hii wanaiangalia hii video yetu. Kwa sababu nakumbuka hiyo mkutano ingine ilikuwa inapita hapo mbeleni, kabla wiki moja inapita, ilieleza wapendwa ya kwamba mwezi wa 6 na mwezi wa 7 kuna kitu kinaonekana, na nikaambia wapendwa tuweze kuombea nchi yetu sana, na niko na imani ya kwamba mpendwa, wakati aliposema hivyo ndio nikajua kwamba watu wa nchi pia wananitazama kwa mambo ambayo ninayesema na kwa unabii ambaye nazidi kutoa kwa sababu ya nchi yetu katika jina la Yesu Kristo. Mambo mawili inayoandamana na maombi ya watchman. Jambo la kwanza, mtu aliye na spirit ya watchman atalilia wengine bila kujijali yeye mwenyewe. Jambo la pili, mtu aliye na spirit ya roho ya aina ya watchman prayer atakuwa na roho wa kusaidia wengine mpaka anajisahau. Mfano, kama ni kwa pesa, anaweza kukupea yeye abakie bila kitu. Huyo ndiye roho anaitwa roho ya ulinzi kwa sababu ya mtu mwingine. Mtazamaji, niko na imani utabarikiwa na utainuliwa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe mtazamaji. Naitwa Apostle Muleithi na niliokoka. Yesu Kristo ni Bwana ndani ya maisha yangu mtazamaji. Nikiamini leo tena tunapata kubarikiwa na kuinuliwa tunapoendelea pia kulisikia neno la Mungu kwa jina la Yesu. Na nikiamini ya kwamba Mungu wetu Baba yetu siku ya leo yuko hapa kwa ajili yetu in the name of Jesus. Hakika sikosi kusema Mungu wetu ni mwaminifu sana, kwa sababu anatuweka, anatupatia na nafasi hii na tupate kuwa pamoja na wewe mtazamaji. Niseme ya kwamba wale wanauliza wanataka kuniona, ningetaka kuja hapa kanisani St. Bypass, simu iko hapo, unaweza kuipiga na nitakuelekeza vile utakavyokuja kwa jina la Yesu Kristo, na tutakuwa na wakati na wewe na Mungu atakubariki sana in the name of Jesus. Ila niko na imani ya kwamba utakapokuwa ukikuja utapiga hiyo simu. Kwa sababu gani ya kusema hivyo? Wengi wanaweza kuja wakute siku maybe siko area kwa sababu ya 1 2 3 ambayo nilikuwa nayo pia tanami, lakini Thursday ndio siku yangu ya kuwaona wapendwa. Kwa hivyo hiyo siku hata hakuna haja ya kupiga simu, kuja tu utaongea na mimi. Kitu kingine pia, simu yangu haikuwagi na secretary, inakuwaka kwa mkono wangu. Kwa hivyo unaponipigia mimi pia nitaipata. Kwa hivyo Bwana kubariki sana. Namsalimia ndugu Nicholas Abedi yako upande huo mwingine wa kompyuta ama kwa studio, na pia mwenye kusukua picha hii. Kwa hivyo Bwana umbariki vile vile, na ninajua nitamleta hapa pia awasalimia hata yeye siku ambaye haiko mbali. Kiangu kijua vile naangaliwa na macho ingine utasangaa sana. Maana ozi wengi wanapenda kuongelekana kwa kamera, lakini ninajua kwamba nitamuita hapa, atakuwa hapa siku nyingine awasalimia, waeleze mambo mawili matatu. Hiyo maandishi unaonaga inaandikwa hapo, yeye ndiye anakuwa anaandika. Kwa hivyo Bwana mbariki sana. Niko pia na ule mwingine sister ambaye anayetupatia kikombe ya maji, na wakati mwingine anatushughulikia kwa baribari, naye anaitwa Siro ama Tirisa. Mungu ambariki na mtendee mema. Kwa hivyo leo mtazamaji, leo sijakuja kwa mambo mengi. Leo nimekuja ili tupate kujua ya kwamba nchi yetu inahitaji maombi, na unaweza kuangalia vile inakuwa juzi ya kwamba ni jana ama ni juzi mke wa president wetu Ruto aliweza kutanja na kusema ya kwamba mwezi wa 6 na wa 7 watu waingie maombi.
Nakumbuka na hapo ndipo nilielewa kwamba kumbe hata wa viongozi wa Kenya hii wanaiangalia hii video yetu. Kwa sababu nakumbuka hiyo mkutano ingine ilikuwa inapita hapo mbeleni, kabla wiki moja inapita, nilieleza wapendwa ya kwamba mwezi wa 6 na mwezi wa 7 kuna kitu kinaonekana, na nikaambia wapendwa tuweze kuombea nchi yetu sana, na niko na imani ya kwamba mpendwa, wakati aliposema hivyo ndio nikajua kwamba watu wa nchi pia wananitazama kwa mambo ambayo ninayosema na kwa unabii ambaye nazidi kutoa kwa sababu ya nchi yetu katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mtazamaji, Bwana akubariki sana, tukiendelea pia kuwa na wakati na wewe. Leo nataka kuongea juu ya watchman ama maombi ya watchman. Kwa nini nataka kuleta hii ujumbe leo? Nataka kuleta ujumbe ni kwa sababu watu wanekosa kuelewa kwamba washa kuwa na maombi yako peke yako. Kuna watu ambao wanakuwa na maombi yao peke yao. Anaweza kuomba leo, aombe kesho, aombe mwaka wote wise, miaka yote ishe. Lakini unasahau ya kwamba vile vile washa kujipenda. Unaweza kuwa unajijali kiasi ya kwamba maombi yako ni maombi ya familia na kazi yako peke yako. Lakini kumbuka wewe ambaye unaijua kuomba, na wewe ambaye unaitwa na Mungu katika Bwana, hakika kunahitajika maombi, hata maombi ya nchi yetu. Nchi yetu inahitaji maombi yako. Wacha usiwe mchoyo wa maombi. Ati huwezi taja hata nchi, huwezi taja familia yako, huwezi taja rafiki yako mwenye anaipitia kwa shida. Kumbuka Yesu alisema tutakapoenda kuwaona watu walio mahospitali wakiwa wagonjwa, ni yeye tunaenda kumuona. Tutakapopea mwenye njaa zakura, kwa maana anatukuta akiwa na njaa, ni yeye tunepea. Bible inasema ya kwamba wanafunzi siku hiyo wakauliza, itakuwaje ni wewe ambaye unepewa sakura na tunepea mtu mwingine? Akasema, kama vile mtakavyokuwa mkiwatendea wengine, itakuwa ni mimi mnanifanyia. Kwa hivyo leo nikilete maombi ya watchman, nataka kuongea juu ya mambo mawili matatu ambaye inaweza kuleta Mungu karibu na wewe katika maishani. Mambo manne inaweza kuleta Mungu karibu na wewe. Unaweza kuwa unemtafuta Mungu kwa kujiombea sana na hajaonekana, lakini ni kwa sababu ya vile Mungu hajaona wewe ukimtafuta kwa njia ya kuombea wengine. Na kama una hiyo neema na kuombea Mungu, sasa ukapate kuwa na hiyo neema, nataka tuangalie, tuajie kabisa na mstari mmoja ambaye ni katika kitabu cha Yeremia. Kuna wakati Yeremia aliambia Mungu amupatie roho wa maombi, na ili apate kulia kama mtu ambaye analia kama muhitaji wa kitu, lakini analia kwa sababu ya watu wake Mungu Yerusalemu. Kwa maana wakati huo Yerusalemu walikuwa ni watu ambao wanekosa kujua Mungu mwenyewe. Uangalia sana maombi ya watu wanayeomba katika njia ya haki. Hebu nikwambie hivi, Mungu akikufanya kuwa watchman Ngoja nieleze maana ya watchman kabla niingie kwa neno. Watchman ni mtu gani? Ama watchman ni mtu gani? Watchman, wakati wa usiku, wakati mwenye boma analala, watchman anakuaga nje. Mambo manne inakuaga juu yake. Yeye ako katika hatari, maana akilala tu kidogo maadui anaweza kusuka wamsabulie aangamie. Jambo la pili, anakuaga katika hali ya kukosa usingizi. Yaani yeye wengine wakiwa wanalala, yeye ako macho. Huyo ni watchman. Number 3, yeye anakuwa katika hali ya kujinyima, maana yuko nje wakati wengine wanalala. Nje wakati wa usiku inakuwa ni wakati wa baridi. Kwa hivyo yeye yuko pale kwa baridi, umbu wanamkula,
vitu yoyote, hata nyoka anaweza kupita pale amuume. Huyo ni watchman. Number 3, huwa anajiweka katika hali ya kutaabika. Ni kwa sababu huku anaumbwa na umbu, huku vile vile anasumbuka na kusikia kulala, lakini hawezi lala, maana yeye anawekwa pale kama mlinzi. Ni akina nani hao katika nchi hii na ile nchi huko watainuka wawe na hii spirit ya prayerful, wawe prayerful, a watchman prayer? Ni kwa sababu wale watu wako na hii spirit ndio wanaweza kujitaabisa kwa sababu ya wengine. By the way, tunaombeaga president, tunaombeaga government, tunaombeaga taifa, lakini wale tunaombea hata wajui, wale tunaombea hata wajali, wale tunaombea hata wana anja. Ni kwa sababu ya nini? Sisi tunaitwa kama watchman, tusimame kwa sababu ya watu wengine ambao watujui na watuoni, lakini sisi tunaomba kwa sababu yao. Na ujicheze na mtu ambaye ako na spirit ya watchman. Yeye ako na mzigo na yule mzigo ni wa nini, lakini anaubeba kama wake. Hebu tuangalie andiko tuone mtu alikuwa hivyo, ili nipate kuonesha kamili maombi ya watchman ni magani. Nataka tuangalie katika kitabu cha Yeremia ambaye ni 9 na kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 2. Wewe utaendelea kutoka hapo, lakini mimi nitakufikisia 2 kwa sababu ya time zetu. Yeremia nitasoma ya simu, Yeremia 9 na mstari wake wa kwanza, halafu tutateremuka mpaka mstari wa 2. Biblia inasema hivi, hii ni maombi ya Yeremia, na wakati ambapo anaomba haya alikuwa katika hali ngumu, lakini akaambia Mungu ampatie machozi ya kuombea Jerusalem kwa sababu ya shida. Hebu sikiza. Laiti kichwa changu kigeuka maji, kichwa yake igeuke iwe maji, na macho yangu kuwa chemichemi chemichemi ya machozi, ili nipate kulia mchana na usiku kwa ajili yao, si kwa sababu yake. Nataka uzike hapa, point yetu iko hapa. Kwa ajili yao waliouawa, wabiti ya watu wangu. Laiti kichwa yangu ingegeuka kuwa maji, na chemichemi ya maji itoke katika macho yangu mchana na usiku, ili nipate kulilia wao, oh my God, waliouawa ambaye ni binti za watu wangu. Mstari wa 2, laiti ningekuwa na mahali pa kukaa jangwani, kibanda za wasafiri. Laiti ningekuwa kule nje katika jangwani, katika kibanda za wasafiri. Yani niondoke katika inaitwa mahali pa kuvumuzika, na niondoke niende mahali bali na pale, nali nipate kuwa na wakati wa kuwa kama wasafiri kwa njia ya maombi. Biblia inaendelea kusema ya kwamba ili nipate kuwaacha watu wangu na kuondoka kwao, ili nipate kuondokea watu wangu na nipate kuondoka kwao, niende mahali pangu peke yangu, nipate kuomboleza kwa sababu ya watu wangu waliotekwa nyara na wengine wakauawa katika safari yao. Huyu ni Yeremia. Hiyo ndio maombi ya watchman. Yeremia, ile shida inamsumbua sio shida yake peke yake, asubuliwi na nyumba yake peke yake, asubuliwi na maisha yake peke yake. Yeye anasubuliwa, nataka usike vizuri, yeye anasubuliwa
na watu wake, sikiza, na watu wake waliouawa na watu wake waliotekwa nyara, ili waweze kuondoka katika kile kifungo walio ndani yake. Hiyo ndio inaitwa maombi ya watchman. Kwa hivyo jambo la kwanza Yeremia anatuoneza maombi ya watchman ni maombi ya kulilia wengine, si ya kujililia peke yake. Maombi ya watchman ni maombi ya kuwa na mzigo ya mtu mwingine, lakini sio wewe peke yake. Kuna watu ambao wanakuwa na karakta mbaya, na ita karakta mbaya, na hii karakta mbaya ni kusema ni karakta ya kuomba na kujiombea peke yake. Wewe hauna roho ya kuombea mtu mwingine. Hata ukisikia mtu mwingine yuko katika shida, jambo hilo haiwezi kukusumbua kabisa. Unajua sisi Walawi, makuhani, manabii wa Mungu, sisi ndio tulipandwa hiyo spirit. Unakuta kwamba ukisikia mtu anepatwa na mabaya, na hasa kwanza wale watu ambao wanasimamaga na wewe, ni kule kanisani, ni kule wa mtu wa nje pale ambaye yuko pale anasimamaga na wewe, ukisikia ya kwamba anepatwa na mabaya, unasikia ni kama ni wewe uneshikwa na ile jambo, unajihisi mpaka roho yako inapata kutaabika na kusikia kwamba uko na shida. Hebu imagine kama na sisi wahubiri tunaweza kuwa na watu kama wale wanatulilia kiwango hicho. I am telling you na kuambia inaweza kuwa mzuri sana, lakini unaweza kuta kwamba sisi wahubiri tunakuwaga na mzigo mkubwa ya wahubiri ya wasiriki, lakini wasiriki hawana mzigo mkubwa na sisi. Au kusikia mhubiri moja alisema, mhubiri moja alitoa mpaka roho yake akapeana kwa mshirika wake mpendwa ambaye aliyempenda sana hospitali, lakini alipotoka hospitali na akaenda kanisa siku kadhaa, akamwacha na akamuongea sana ule bishop. Sasa ule mhubiri alikuwa anauliza, kama ingekuwa ni wewe ungelifanyaje jambo hilo? Unepea mpaka mtu sehemu yako, mshirika, si mtu wa familia, ni mshirika wako uliyetoa roho yako kwa sababu yake. Tunekuwa na wengi wanatufanya hivyo. Hata mimi miaka kama 10 na kitu iliyoisha, nilikuwa na brother moja ambaye alikuwa anamaliza university na anekaa miaka 7 kwa nyumba bila kazi, na akajiunga na sisi, akanipea hilo shida. Aliponipea hiyo shida, nikamuombea, nikafunga siku 3 kavu, na nikamuombea sana Mungu amfungulie mlango. Lakini nakumbuka siku moja Mungu alimfungulia mlango na akaenda kazi ya bae. Ile kazi alianza kulipwa 70,000 kwa every month, lakini tangu anipata ile kazi aliyama kaenda kanisa lingine, sikumuona tena. Hata si wapendwa wanacheka, hata hiyo siku ya kuwa anaenda kuripoti kwa ile kazi, ndio tu alitoka kanisani Sunday akienda kuripoti Monday. Alipoenda karipoti hiyo kazi Monday, hakurudi kanisa tena. Nikamutafuta. Siku moja nikakutana na yeye kama after miezi kama 3. Nikamuuliza, brother, hata ane change, anevaa suti, ni mtu mzuri tu. Ilikuwa 2005. Nikamuuliza, ndugu, bwana, ulipotelea wapi? Akaniambia, mimi apostle, nilipotea nikaenda kanisa lingine hapo kubwa tu hapa town, hata sasa tanja ule mhubiri, na hata huko ndio nilitoa sadaka zangu za kumshukuru Mungu kwa sababu Mungu alitenda tulipokuwa na wewe. Nitaiguire kaudu wapendwa wanacheka hapa, nitaiguire kaudu, lakini nikampea Mungu, nikapea nguvu moyo wangu, nikasema Mungu, kama hivyo ndivyo aliona mzuri, is okay. Lakini hebu angalia, kunatakikana watu ambaye watakaelia na wengine, na wanapolia na wao si kwa sababu ya faida yao wenyewe, ni kwa sababu ya faida kutoka kwa Bwana. Kwa hivyo Yeremia hivyo ndivyo alikuwa anasema, raiti ningekuwa. Hebu angalia mstari wa 2. Hii mstari wa 2 ndio unanisangaza sana. Laiti ningekuwa na mahali pa kukaa jangwani, kibanda za wasafiri, kibanda kya wasafiri. Yani laiti kama ningekuwa na mahali ambaye ninekaa, sio ile inaitwa nini, cobalt soon ni soon ama ni soon yani nitoke katika ile area ya kufurahia, area ya kukaa vizuri, area ya kuraha vizuri, niende nikae mahali
panakaa kama mahali pa msafiri. Yani wewe level yako sio hiyo, lakini utoke kwa ile level huko ya hali ya juu, uingie kwa level ya mtu wa kawaida ambaye anayetembea kwa miguu, hata kama uko na gari, ambaye anailala nje na wewe ulale nje kama yeye, hata kama wewe uko na mahali pa kulala, uingie kwa level ya mtu ana pesa ijapokuwa wewe una pesa. Hiyo ndiye ombi Yeremia aliomba, ili aingie kwa level ya wana wa Sayuni, wana wa Israeli wakiwa kule Babylon kwa mateso ambayo wanaepita ndani yake. Hebu sikiza, maombi ya watchman ni kutoka ile level huko na kuingia kwa level ya mtu huyo mwingine. Example, kama nchi yetu saa hii na sindi kuitiza maombi, yani utoke katika hali ya kuombea familia yako, utoke hali ya kujiombea wewe, lakini uingie katika hali ya kuombea kwa kuhusunika kwa sababu ya nchi yetu vile inavyotezeka saa hii. Huku Laikipia upande wa Nakuru leo today, kuna nyumba, kuna shule inachomeka. Jameni, kuna shule inachomeka. Najua jioni hiyo kitu itakuwa kwa runinga, watu wengi wataijua, lakini ukweli ya kwamba kuna shule inachomeka. Kuna wazazi wanapoteza watoto 16 asubuhi ya leo. Je, ni nani huyo anaweza kuingia kwa hiyo mzazi aliyekufiwa na wa mtoto asubuhi ya leo tukiamkia? Maana moto ulitoka kwa shule ikachoma wale watoto leo usiku. Je, ni nani ambaye anaweza kuwa na machozi kama hiyo? Hiyo ndio maombi Yeremia anaitiza katika nafsi yake. Mungu ampatie macho yake itoke machozi, si kwa sababu yake. Nafsi yake ipatwe na machozi, sio kwa sababu yake, lakini kwa sababu ya Bwana. Na kuombea mtazamaji, wewe ambaye unaitwa spiritual warrior prayers, na kuombea neema hii ikakusukie kwa jina la Yesu. Wacha nikuoneshe andiko lingine moja tu ambalo najua hili utalitafakari, na ili Mungu akupee hiyo neema ya kuwa na mtu, kuwa mtu kama huyu. Hebu angalia hapa, naongea juu ya watchman prayer. Hebu angalia hapa katika Zakaria, enda kwa Biblia yako, Zakaria 12 na mstari wa 10. Zakaria 12 na mstari wa 2. Na kuombea hii roho igasuke juu yako siku ya leo, na ili ukapate kuwa na moyo kama huyu wa kuomba na kumuita Mungu katika maisha yako. Nataka tuangalie katika Zakaria 12 na mstari wake ni wa 10 peke yake. Hebu sikiza vile Bible inavyosema: nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba. Koma. Nataka usike hapa kanisa. Acha nirudie na usome yako useme hii ni apostle anelete mahali pake anesagua. Hebu sikiza hapa mstari wa 10. Nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho wa neema na kuomba, koma, nao watamuombolezea yeye ambaye waliyemchoma, ama alisema aliyefanya nini? Nao watamtazama, okay. Watamtazama yeye ambaye waliomchoma, nao wataomboleza kama vile mtu amuombolezaye mwanawe wa pekee. Yani wanaomboleza si kwa sababu ya kukuviwa, na vile mtu anaombolezeaga mwana wake wa pekee, nao wataona uchungu kwa ajili yake kama vile mtu aoneavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Wataomba maombi yanayofana, maombi ya uchungu, maombi yaliyoingiwa na uchungu ndani,
kama mtu aliyekufiwa na mwanawe wa pekee, na wao Biblia inasema watamuombolezea kwa maombi kama yale, lakini sio kwa sababu wanekufiwa, lakini ni neema itakuwa juu yao ya kupata kuomba na kumuita Mungu kwa sababu ya watu wengine. Maombi ya Watchman inaonesha ya kwamba ni vizuri tupate kujua kuna watu wengine kando yetu wanahitaji maombi. Mfano, kama vile Yesu alikuja akiwa mwenye vyote, akiwa mwana wa Mungu, alivyojitoa. Oh my God, alivyojitoa. Wacha nikukumbuze mstari huu nikienda kumalizia. Alivyojitoa kwa sababu yetu, ijapokuwa sisi hatukuwa wa kusamehewa, lakini yeye akajitoa kama mwanakondoo wa kuchinjwa, akijua kile anachokifanya, akijua ni kwa sababu gani akajitoa ili sisi tupate kuokolewa. Ni watu wangapi today wawezi hata wakajisikiria kwa sinda yako hata kidogo hivi? Ni kwa sababu ni wa binafsi kiasi ya kwamba unaweza kujiombea 21 days na uweze kukumbuka mtu mwingine hata mmoja. Hebu angalia hapa na kuombea Mungu uwe na roho kama ya hii ya Yesu Kristo. Hebu sikiza vile Biblia inavyosema. Kwa sababu, sikiza, kwa maana jinsi hii, Mungu aliupenda ulimwengu hata akatoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana jinsi hii, Mungu alipenda ulimwengu. Yani alipopenda ulimwengu, mstari wa 16 hii. Yes, okay. Ulimwengu mpaka hata akamtoa mwanawe wa pekee. Yani yeye Mungu aliamua kupoteza mwanawe wa pekee duniani, atoke mbinguni, na ili aweze kuokoa wengine duniani. My friend, na kuombea Mungu, usiwe na maombi ya ubinafsi, uwe na maombi ya kukumbuka wengine. Ni kwa sababu hiyo maombi ndiyo ambaye itakayefanya hata mambo yako unataka Mungu akutendee kwa haraka. Somebody amina. Uwa naambia watu mbinu ya Mungu kusikia kwa haraka maombi yao. Mbinu ya kwanza, ombea mtu mwingine na umuombee kama unajiombea kwa upendo wote mzima. Na wewe ile jambo unataka kwa Mungu umujulize, lakini si kuomba. Jambo la tatu, saidia mtu mwenye ako na hitaji. Ni kwa sababu wewe kuna lile unalolitaka Mungu akutendee maishani, na rako lile unalolihitaji ni kujuliza, tutajuliza Mungu unataka, ni kwa sababu lisaidia mtu mwingine. Hebu nikwambie mtazamaji, ukielewa mbinu ya Mungu ati ili Mungu apokee zaidi kupitia Yesu, alipeana Yesu. Ili Abrahamu apate generation, alipeana Isaka. Yani kama utakuwa mtu mwenye ambaye unaweza kusukua mzigo wa mtu mwingine, itakuwa rahisi sana na yeye Mungu kuubeba mzigo wako katika maishani. Na hebu nikuambie, hebu sikiza, kuna watu wanemalizia hivi, walijiombea wao, wakamalizia wao, wakatulia baada ya kuomba kwa wao. Lakini kwa sababu waliomba hivyo, wataitiza Mungu jambo fulani na Mungu atajibu. Kwa sababu, hebu ni kuangalia hapa mstari wa mwisho kabisa wa Johana 6 mstari wa kwanza. Okay, Johana 3 mstari wa 6, 3 mstari wa 6. Biblia inasema ya kwamba kilizozaliwa na mwili
koma. Kilichozaliwa na mwili ni mwili, koma, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Ukizaa kwa njia ya roho, kwa njia ya kuombea wengine, kwa njia tu ya roho, utajibiwa kwa njia hiyo. Lakini ukizaa mambo kwa njia yako mwenyewe, itamalizia kuzaika kwa njia yako pekee. Leo ujumbe huu, tuliza mwenzako ya kwamba anjiombee na hawe mtu mwenye kuomba kwa sababu ya watu wengine. Mungu akubariki sana na akutendee mema. Neema hii ikasuke kwako na ukawe mwenye kufunga na kuomba bila kushoka. Uombee nchi yetu, maana nchi yetu today inahitaji watu watakaye simama kwa sababu yake. Na kwa hii ujumbe nitalete part 2, maana sikuguza kitabu kia Ezekiel na sikuguza kitabu kia Isaia na sikuweza kuguza kitabu kia Zaburi. Nikuonese Watchman alikuwa mtu wa aina gani, na ninajua hii topic itaenda mpaka topic 4 level za Watchman ambaye wanepakwa na Mungu kwa kusudi. Kwa hivyo enda hapo chini ya Safina TV, andika message uniambie, na Apostle tungetaka part 2 ya huo ujumbe, na mimi nitaendelea in the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu, namlete mtazamaji wangu mbele zako, nikimwombea neema ikamsukie na mkono wa Kristo ukabate kuwa juu yake. Tuniangalia ya kwamba my Father, ya kwamba wale watu wanayepokea neema ya maombi wanaomba kwa sababu ya watu wengine, na kwa njia hiyo my Father unawafanya kuwa watchman katika jina la Yesu. Naombea hawa wapendwa wangu ambaye wote ni watchman walioinuliwa na Bwana kwa sababu ya kukumbuka taifa, kwa sababu ya kujikumbuka, kwa sababu ya kukumbuka watu wao, in the name of Jesus. Asante Baba, maana Mungu netenda na unionekana, in the name of Jesus. Barikiwa, inuliwa, tendewa mema, in the name of Jesus.